shukurani zetu ni nyingi sana kukupokea mahali hapa pa kazi kwetu. Kwa majina, mimi ni Katwa Matata Biefe, ni mmoja wa wale ambao wanaobebea neno kundi ambalo tunaloita Collectif des Victimes des Conflits Fonciers en Ville de Butembo. Habari ambazo tulizo nazo, habari ya kwanza ni habari ya dosari ya mzozo wa udongo huko Mtitiro. Kitu ambacho kinakuwa kiini kwa wakati kama huu ni kwamba juma hili ambalo limeisha, yaani tarehe 22 mwezi wa 4 huu na mwaka wa 2026, tuliona huko Mtitiro kunafika wajeshi, nao wajeshi wakafika hapa na kupanga hapa, wakatia hapa kambi yao. Na tulipouliza hawa wandugu ambao wana wakubwa wa majeshi, wakatuambia kwamba wamefika hapa ni hili wachunge raia na mali yake. Lakini kisha dakika fulani tulisikia kunaonekana bwana mmoja ambaye amejulikana katika mji wa Butembo kama bandia wa parcele kwenye mji wa Butembo na kando kando, yaani Mzee Mboko. Ule bwana naye akasema ya kwamba huyo ambayo ofisa ambaye alisema ya kwamba majeshi wamekuwa huko kwa kuchunga raia na mali yake, amedanganya ya kwamba ni yeye amewatia huko. Tukakuwa katika huzuni na katika kuchanganyikiwa, tukakosa kama huyo bwana naye amekuwa jamadari, amekuwa mtu gani. Na hiyo ndio confusion ambayo inakuwa hapo. Hivi kitu ambacho yeye huyo bwana Mboko alisema ya kwamba eti anakuwa huko na maparsele, na sasa hao wasoda wanafika huko kumchunga aweze kuisha hizo parsele zake. Tulipenda kwanza tushukuru raia wa Butembo ya kwamba wamekuwa makini na raia wenyewe wamekuwa mature, wamekomala vizuri sana. Wakati ya mbele ilikuwa Mboko akafanya majeza namna hizo, watu walifika wakamletea pesa na wanaanja uzauza parsele za watu mara 2 mara 3 mara 4. Lakini Ituru tunaona hawa watu hiyo mvumao wao akilia haiko. Na kitu kingine ambacho tulipenda tudenosia hapa kwenye mikrofoni ya kwako bwana journalist ni kwamba katika mji wa Butembo kumeonekana bwana mmoja. Huyo bwana Turu hiyo mwaka ambao uliopita 2025 alikuwa frappe $100,000 katika hiyo dosia Mtitiro, na hizo pesa zake kuna mabandia hapo miongoni mwa wakubwa fulani wamemkula hizo pesa. Na wakisha kumkula hiyo pesa, tulisikia kwamba sasa alitafuta partenaria ya watu huko Beni, huko kwenye guvernora, eti sasa ilifale watafute Matata na wamfunge wampeleke hata Kinshasa. Tulipenda tuwaambia kwamba muda wa kweli umefika katika mji wa Butembo na raia wa Butembo wameanja komaa. Wewe ambaye umekuwa na pesa zako za kupana na kwenda kuzipatia watu wanazikula, wanazipekenya kama kalanga, tunasema basi wewe kabisa utapoteza. Ndio utapoteza na umeendelea kupoteza. Na tunasema mtu akafika kule kwenye huko anasema amepata iko na parcele Mtitiro, basi wataujisha Mboko hivi na hivi, mwambie yeye ni bandia, usimpatie hata sengi moja, kwa sababu huyo bwana tumesikia pamoja na wengine ambao wanaomfatanisha iko na itaita watu wa kwamba amekuwa kuna maparcele wampatie $6,000 $5,000 basi. Na tunasema asante sana kwa raia wote wa Butembo ambao wanatusikiliza, na tunasema tukue kama mtu mmoja, tusiache mabandia kutuvamia. Leo ukapatia huyo bandia pesa zako, kesho ni yeye tena atakupora parcele yako ya fasi nyingine. Alors tunasema tukomae, sisi wenyewe tunaweza kuzuiza mizozo katikati yetu na kujenga usalama unaodumu katika mji wa kwetu, kwa sababu siku kama hizi Mboko ulo kamufata na kuwa karibu na dosari ine kubwa. Dosari ya Mtitiro na kuwa pala amesema huko ni kwao, ni udongo wa mababu yao. Ukafika Bayango utakuta kule kuna dosari nyingine ni udongo wa mababa yao. Ukafika huko Isangia ni Munjia Limbongo, tafika kula tasema iko pale na dosari nyingine na watu wamekufa huko, tasema hiyo ni udongo na mababu yao. Hapa Ndando hapa karibu hapa nako alimefanya pale mzozo ni udongo wa mababu yao. Tunasema watu wale ambao wametumikisha huyo Mboko, mwisho yenyu imefika na hamtapata tena kitu. Population ya Mtitiro tunawaambia kwamba majeshi ambao wako huko ni majeshi wa serikali, ni majeshi wa inji, na wako hapo kwa ajili ya kutuchunga sisi na mali yetu.
na mtu akawa mmoja wao wa jeshi akakunyanyasa huko, sema mbio, viongozi wako na macho hapo kuangalia nini watafanya hapo. Na hawa majeshi ni sharti wajue ya kwamba nchi inawaita kupigania raia na mali yake na kuchungana na adui wote ambao wanaweza kuleta shida kwenye raia. Nasema hiyo population ikuwe vizuri sana na hao majeshi wawakamate kama watu wa maana.